mtazamaji, nikukaribishe tena katika channel yetu ya YouTube Chumba cha Siri. Tupo tena ndani ya Chumba cha Siri, nikukaribishe sana wewe nasi mwanzo mwisho. Tumkaribishe Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu. Karibu mtumishi Beatrice, mkaribishe Roho Mtakatifu. Tuombe. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu, tunayo kila sababu ya kukushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Unatupenda na si kutupenda tu, unatuwazia mawazo ya wema. Asante kwa uaminifu wako mkubwa kwenye maisha yetu. Umetulinda, umetutetea, umetukinga na hatari nyingi za roho na za mwili. Tumekuona kwa namna ya ukubwa, tumekuona kwa namna ya ushindi, tumekuona kwa viwango vya hali ya juu. Tuseme nini mbele zako zaidi ya kusema asante? Tunaendelea kushuka na kunyenyekea tukisiri rehema zako. Asante kwa Baba, unaturehemu kila itwapo leo. Endelea kuwa pamoja nasi watoto wako. Unatujua udhaifu wetu. Kuna mahali pengine hatuendi sawa, lakini Baba, rehema zako zisizokoma ziendelee kutuatamia. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu umetupa, ni mwalimu wetu, tena ni mwombezi wetu, tena ni kiongozi wetu. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu unaendelea kuomba ndani ya maisha ya watoto wako all over the world. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo kwetu sisi ni taa, ni mwanga, nani uzima, linatumulikia kila itwapo leo. Likajae kwa wingi ndani yetu, kwa sababu katika neno tunakuona wewe Mungu. Baba, asante kwa ajili ya kipindi kingine ambacho kiko mbele yetu. Tunakikabidhi mikononi mwako. Asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako Beatrice and Irene. Tunapoenda kukiendesha hiki kipindi, tunaomba uweza wako, nguvu zako na msaada utokao kwa kuwe pamoja nasi. Usituache Mungu toka tunaanza mpaka tutakapomaliza. Ni katika jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Barikiwa sana. Amina. Karibu sana ndani ya Chumba cha Siri. Asante. Leo tunasoma sehemu ya pili, changamoto inayohusu watumishi wa Mungu. Unaweza kujikuta mtazamaji anajiuliza labda ni mtumishi wa Mungu, labda yule ambaye anatumika kwenye madhabahu tu. Anashindwa kujua hata yeye pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu sisi tumeitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo na yeye pia ni mtumishi wa Mungu. Katika huduma yake aliyoitiwa na Mungu, anapata changamoto gani? Ndio swali ambalo ndio somo hili. Somo ambalo linatuuliza maswali sana. Kwa hiyo ni muombe mtazamaji ambaye anasikiliza aangalie yeye anakutana na changamoto anapita wapi. Okay. Kwa hiyo akituandikia message pale kuna kitu tutapata na hata katika maombi yetu tunajua kabisa kwamba kuna watu wanakumbana na changamoto kama hii, hata maombi watokeje. Manake using'ang'anie kwenye changamoto, unayo ndio, lakini unataka kutoka. Yes, lazima utoke. Tulisema majaribu tulijaribu kipindi kilichopita, tulijaribu kufafanua au kuelezea. Tulisema changamoto zina aina mbili. Kuna changamoto za aina mbili. Kuna za kukupandisha, kuna za kukushusha. Kwa hiyo lazima ujue, na neno letu mtumishi ambalo tulisimama nalo linatoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10:12. Maandiko yanasema, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Uliongea neno moja nilikuelewa, nikasema yani kuna mahali unakuta mtu anajihesabia kama yake, anajiona kama yeye amesimama yuko sahihi. Kwa maana hiyo kumbe unaweza kujikuta ndio Paulo anasema naye sasa hapa. Mimi nasema ukiwa unajiamini, unasema mimi nimesimama, mimi siwezi kuanguka. Hakikisha rohoni umekaa vizuri. Unaweza kuwa umekaa vizuri lakini Mungu ametukataza, amesema tusijihesabie. Ndio hicho nilitaka kumalizia hiyo. Asante, umeileta mwenyewe. Nipe tano. Asante, umeileta mwenyewe. Tusijihesabie haki katika hili, kwa sababu Mungu hapendi. Unaweza kujikuta wewe ukajiinua ukajifanya sawa ndio Mungu. Tunaanza kujisahau. Kwa hiyo sisi ni vyombo tu ama ni chombo tu. Ni dhaifu muda wote. Ni dhaifu Irene. Kwa hiyo lazima tufike mahali kila wakati tujione kwamba hatujatoboa bado. Unaita Kiswahili cha kileo. Unajua tuna deal na watu ambao ni wa kileo. Kwa hiyo sio kila wakati wape vya kizamani, na vya kileo hatujatoboa bado. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Irene, nilikwambia mimi napenda kusoma vitabu.
naomba nimnukuu Dr. Miles, anasema usimcheke kiongozi anapoanguka katika tatizo. Nikakwambia mtu mwingine anaitwa Maxwell anasema changamoto au jaribu ni marafiki zetu. Kwa hiyo hatutakiwi sisi kama watumishi wa Mungu, changamoto zikija utakiwi na lazima ije. Wewe sio malaika eti. Si ndio unajua Mungu anafanya kazi yani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu hatutakiwi imekuja ndio, ona namna gani unaweza kufanya nini kuikabili, si ndio Irene? Na usitishwe na changamoto, sio dhambi, imekuja, lakini tafuta namna ya kuondokana nayo, si ndio Irene? Lakini kuna mtu changamoto inakuja, mtu ndo inamtupa chini, yani anakuwa ameshuka, amekata tamaa, amechoka, kitu ambacho sio kizuri. Lakini pia wengi kupitia aibu huwa tunakuwa, unalijua hilo Irene? Kupitia aibu huwa tunakuwa, yani aibu inaweza ikaja, lakini kumbe inakukuza. Katika eneo kama lipi? Eneo lolote unaweza ukajikuta kuna jambo umefanya ni la aibu, utarudia tena na utatembea yani umefanya kitu alafu kikakuletea aibu ambao wakati ulikuwa unafanya ulikuwa unajua kama aibu itakuja baadaye. Kwa kupitia aibu ile unajikuta huwezi kurudia tena. Ina maana unakuwa. Lakini umeelewa sasa hapo sasa kwamba hichi kitu nimekifanya. Akikuwa salama. Akijaniweka pazuri. Akagundua sasa nimekifanya akijawa salama. Kabla kuacha pale ndio kufanyaje? Atubu. Sema tambo. Ajui anatubuje. Yaani yeye binafsi unajua kuna toba ambayo inatakiwa mwenyewe kwamba unajitafakari na atafute Zaburi ya 51. Inampa mwongozo mzuri Zaburi ya 51. Uliofanya nini, yani kila kitu kiko pale. Mungu ni rehemu sawa sana, fadhili zako ziko pale. Kwa hiyo atubu. Lakini pia kuna majaribu ambayo unakuta mtumishi anapata, ni jaribu ambayo pia linamrudisha nyuma kihuduma. Yani alikuwa amesimama vizuri kiroho, afu kuna jambo akaja kalifanya mkini kwa bahati mbaya ama kwa kusababisha yeye ama kwa kusababishiwa. Na last time hiyo aibu ikampata, ikamfanya akarudi nyuma kiroho kabisa. Yani akaona kwamba mimi sasa nikisimama, kuna mtu mmoja alisema kwamba mimi nikijitazama ndoa yangu haiko sawa. Ndio. Mke wangu ameniacha. Mimi ni mtumishi. Anakuja mwenye shida ambaye shida yake inahusiana na habari ya ndoa. Sasa mtu kama huyo mimi kumhudumia, yani napata tabu kwa sababu nitakapomweleza hata nielewe kwa sababu ana reference yangu, yani mimi ndo nimekimbiwa. Sasa nafanyaje? Yeye namshauri nini? Yata kila nitakutumshauri atajiuliza maswali kama ni kweli unanishauri hivi, mbona kwako? Ila ngoja Irene hapo tupaweke vizuri. Mpaka natoka hapa naenda kwa huyo mtu ambaye ninajua ndoa yake imekuwa blocked, imevunjika. Mimi wakati wa hajui. Hajui. Sasa kwa nini na huduma nafanya? Yani yule mtu anakuta yani kama vile sasa wewe Beatrice umealikwa. Ndio. Labda mkoa mwingine. Ndio. Bwana tuna semina. Ndio. Inahusu wanandoa au inahusu wanawake au inahusu labda vijana, si ndio? Katikati ya wale vijana, katikati ya wale wanawake au katikati ya wale wababa, kuna wale ambao ndoa zao zimekuwa nini? Na changamoto. Anatoka kuna ile kumuona mtumishi binafsi. Mtumishi na shida. Ili niweze kujielezea shida zangu. Unakuja unaeleza shida za ndoa. Sasa mimi nikijitafakari ndani ya moyo, yeye yuko kwenye pito la ndoa. Anaona kama sio sahihi. Wapo watumishi kwa sababu nishashuhudia mtumishi ananielezea. Anasema anashindwa kufanya huduma katika eneo la ndoa sana. Kwa sababu gani? Ndani ya moyo wake ana maumivu kwa sababu ya shida iliyotokea kwenye ndoa yake. Unajua Irene, ngoja nikwambie. Shida inaweza ikatokea kwenye ndoa, inawezekana sababu sio wewe. Kwa sababu kwenye ndoa mko wawili. Katika hali ya kawaida kwa ile sababu haikuwa yeye. Kwa sababu sisi wanawake ndio wanawake sisi tumeumbiwa tamaa. Kwa sasa kama mke anataka gari, unaweza kununua gari, unafanyaje? Ana marafiki wako nje. Kila rafiki yake ana gari amenunua na mume wake. Anaona yeye mbona na mimi nataka gari. Na wewe uwezo wa gari huna.
anaondoka anaenda kutafuta wenye gari. Kwa hiyo sasa huyo anatoka kutafuta wenye gari. Wewe watu wakija wenye changamoto zao, wewe deal nao, waambie kile ambacho unapaswa kuambia, tena kile cha kuwajenga. Wewe usijiangalie kwenye changamoto yako. Sasa ndio tunasema changamoto inakuwa inamrudisha mtu nyuma kiroho, kwa sababu kama huyu amepata changamoto mke wake kumwacha kwa sababu tu ya tamaa ya duniani, si ndio? Akaona kwamba huyu na utumishi wake huyu, labda unaenda unapewa kaposho kake, labda kakifike hata Laki1, unaona, ama imefika labda Laki1, labda nauli hukulipiwa, ibidi hiyo posho itoe nauli. Yani ni pale unatafuta baraka kama riziki za labda ya kula, si ndio? Unapata neema yako ni kula, labda hujajenga, unalipia tu kodi ya nyumba. Sasa wewe unakuja kuambiwa habari ya gari, ni kiasi kwamba ambao bado hujafikia, bado huyo mwanamke naye hizo neema ama unajua ni neema hizi ni baraka za Mungu yani Mungu anatupa kwa zamu niseme. Kwa hiyo labda zamu yake ilikuwa bado haijafikia kupewa, analazimisha. Tuna haraka. Sasa unajua mtu ana jeraha ndani ya moyo. Sasa anaona kwamba hili jeraha kuna mahali limemrudisha nyuma. Kwa hiyo hayuko tayari. Sasa anapokuja anamuelezea maumivu ya ndoa huyu, na yeye anamtuonyesha maumivu yake. Yani kama vile unaona sasa eneo la ndoa mtu huyu ili apone, huyu mtumishi ameumizwa katika eneo la ndoa na yeye anafanya huduma. Na yeye sasa watu wanakuja. Umeona hicho kitu, maumivu ni makali, ni magumu, ni magumu Irene. Sasa ndio kusema changamoto ndo kama hizo. Unasema kuna zingine zitakufanya ukainuliwa, kuna zingine zitakushusha. Sasa huyu kama hiyo imemshusha, lakini mimi namtia moyo. Namtia moyo isimshushe. Kwa nini isimshushe? Unajua kama tulivyoongea, huyu mtu mpaka ndoa imevunjika hatujui nani alikuwa source, lakini kwa namna ambavyo mliongea inawezekana umegundua aliyekuwa source. Sasa yeye anachotakiwa kufanya, endelee kujitia nguvu, kwa sababu wale wanaokuja hawajui changamoto zako. Kwa hiyo lazima ufike mahali uvae uhusika kama mtumishi wa Mungu ambaye umeenda kule, unazo ndio ni za kwako ndani ya moyo, lakini watriti kwa namna ya ndio maana kati bado hujaanza huduma kuna lazima kuomba. Yes. Ninasema yani huwezi kuanza huduma titi bila kuomba. Yani lazima uombe, mwambie Mungu sasa navuona nafsi yangu, akili yangu, kila kitu. Mawazo yangu, fikra zangu. Roho Mtakatifu karibu sasa mhudumu mwenyewe. Deal na hawa watu wako, unawajua mwenyewe. Kwa hiyo tayari unavua huzuni zako, unavua, yani imekuwa kama ile tuliongea kipindi fulani kwamba mtu alikuwa amepewa taski ya kuombea ndoa, lakini kwa sababu ya ndoa yake ilikuwa na changamoto akaona si stahili. Unaona, wewe omba. Unajua vitu vingine Irene tunajikataa sio kwa sababu. Lakini pia kwa huyu tumeongelea changamoto kwa mtumishi ambaye anahusu mtumishi mwanaume sasa ambaye mke wake alitoka na anataka nini? Anataka mali, anataka vitu vya hali ya juu. Kuna mtu anataka gari na maana maisha yake anataka yawe si ya chini. Sasa ili aweze kuvipata anaona hali atoke awe huru ili aweze kupata vile vitu, kwa sababu kiwa ndani ya ndoa na mume wake aweze kufanya nini? Kuvipata. Kwa hiyo ni kitu ambacho basi tu ni kukosa uvumilivu Irene. Hilo kiamua vitu vinakuja. Mungu ni mwaminifu Irene. Kabisa. Haya, tunakuja kwa huyu mtumishi mwanamke. Changamoto ambazo anakutana nazo labda katika eneo kama hili sasa. Unajua Mungu Bwana, yani wachache ambaye kweli wanaondoa wote akawa watumishi wa Mungu wamesimama vizuri. Ni wachache sana. Unaweza kutoa huyu amesimama, huyu hajasimama. Si ndio? Sasa shetani pia ni roho ambaye anavaa wanadamu. Mungu pia ni roho naye anavaa anaishi mwanadamu. Kwa hiyo usipoangalia hapa, kwa sababu vita kubwa katika Mungu wa roho huwa haionekani hizi. Hapana. Huwezi kuiona hivi katika macho ya nyama. Huyu shetani anaweza kujikuta kavaa huyu sasa ambaye hajasimama vizuri katika ulimwengu wa roho katika eneo la Mungu sasa, si ndio? Ndio. Anakuja kukupiga wewe. Unaweza kufikiri ni yeye, kumbe si yeye. Kuna roho ambazo zimejinua ndani yake zinazokufanya sasa wewe yani akutoe kwenye mstari na hakikisha na kwenye uwepo. Toe kwenye kusudi la Mungu. Eneo hilo atakuwa tufanyeje? Yani Irene, tukitaka, kwa sababu mimi mara nyingi sana nikitafakari yani hasa wanawake wanatumiwa sana katika eneo lile. Kwa sababu ukiangalia watumishi wanaume ni kwamba vile tu hawasemi wengi. Kwa hiyo wale ambao tumeshuhudia changamoto wanapata sana kupitia wanawake.
kwenye huduma. Wanawake tumekuwa vyanzo vya mambo mengi magumu kwenye maeneo mengi ya wanawake. Yaani 80% na kitu. Wameitwa mlezi. Sasa wameshindwa kusimama vizuri. Yaani ukishaitwa mlezi mwanamke, ina maana utakuwa msaidizi. Ina maana utakuwa mlezi pia na wewe baba hata katika huduma yake atakusaidia kuibeba. Kwa hiyo sasa ukirudi nyuma ukao uithamini uweze kumbebea huduma yake. Ndo wewe mwenyewe unafanyika mlango kupiga ile huduma. Kuivunja, kuiharibu, kuilalua. Na wanawake wengi wametumika leo kularua huduma za waume zao. Na si huduma tu, kularua hata maisha, family planning, yani maisha ya familia kwa ujumla. Yani sababu kama mama msipotulia hapo nini kitafanyika? Hakuna kitu. Kwa mama ovyo ovyo tu ueleweki. Kwa mambo yanaharibika. Hivi unaona watoto wanaharibika, mume anaharibika, familia inaharibika, wanaoingia na kutoka kwenye malango yako wanaharibika, yani havieleweki kwa sababu mama hujakaa kwenye nafasi yako. Kwa hiyo sasa mara nyingi sasa unaweza kujikuta kuna umoja, unajua ukiwa mtumishi na ukuta pia unashare tu taarifa nyingine na watumishi. Kwa hiyo nasemaga yani kama vile kuna kipindi kilipita nilisema ukiwa mlevi utapata marafiki walevi. Si ndio? Ukiwa mtumishi unapata marafiki watumishi. Kwa ndivyo ilivyo. Sasa katika kuzungumza na watumishi, yani katika tusemeje, shirikishana changamoto habari za huduma, tunajikuta au napata picha kwamba wanawake wengi wanainua wivu sana, wanatumia katika hali ya mwili kuleta vita ya mwilini badala kulishughulikia rohoni. Kamatilia hapo nikupe mtu mmoja kama ulivyosema, yani ukiwa mtumishi yani kamatilia hapo alafu utaendelea na pointi yako ili nisidondoshe hichi. Hilo unaloliongea. Kaka mmoja ni mtumishi wa Mungu mzuri tu. Bwana akamjalia upako wa nguvu wa kutosha. Nguvu ya Mungu inatenda kazi kwake. Sasa mke wake wivu kama wote. Yaani akiwa anaomba, anaenda anamfuata yule anayemuombea, anambia kwa nini unamwangalia mume wangu? Yaani anamsungura usoni hivi, usicheke Irene, nisikilize. Kwa sababu alinisimulia yeye mwenyewe. Mimi nimemwona. Unataka kucheka lakini sasa lazima tutacheka. Unajua hata mimi alivyonisimulia, mimi Irene sikucheka. Nilikuja kucheka baadaye. Sasa nikawa na imagine hicho kitu. Hivi mtu anaombewa, mtu anatoka huku, mke wa mtumishi anaenda anamsunkula usoni, anasema kwa nini? Yani anamgusa, kwa nini unamtazama mume wangu? Sasa afumbe macho mwanzo mwisho. Kwa hiyo ulichokiongea kwanza, ukiwa mtumishi yani huwezi, kwa sababu ndio nasema maombi, yani si nisemeje, mimi nasemeje, huwa ni maombi au changamoto ya mtu pia nakutaka tunaifanya kama, yani wewe mtumishi umekuwa kama daktari. Daktari huwezi kumkuta anasema siri ya wagonjwa. Never. Yani siri za wagonjwa wake huwezi kusema fulani aliyotoka hapa alikuwa 1 2 3. No. Sasa maombi ndio maana nasema, yani ukitaka kujua kumsaidia mtu katika hali ya kiroho, kinachomsumbua lazima muongee na lazima kuambie kinachomfanyaje, kinachomsumbua ili uweze kujua kwamba maombi yao naomba maombi ya namna gani. Sasa siwezi kukuongelesha nikiwa nimefumba macho hivi, sio rahisi, au nimeangalia pembeni. Unajua mtumishi mimi unajua mimi yani kitu ambacho kiwezekana. Sasa mwanamke yuko pale akasema, wewe kwa nini unamwangalia? Sasa Mungu akakasirika. Alimpa adhabu yule kaka siku 40 kukaa mlimani. Mimi nimejua hiyo story na mimi nilikuwa nimepanda mlimani. Tumekaa kule siku 7. Kwa maana hiyo sasa ina maana wewe kuenda kunisukuma mimi na mimi pia sitakubali. Kwa sababu unachokitafakari mimi au unachokiwaza wewe si ninachokiwaza mimi. Mimi nimekuja na mzigo wangu ambao unanisumbua. Sina hata shida na mume wako kupitia mtumishi wa Mungu ambaye ni mume wako. Sina shida na mume wako. Sasa wewe hapo unakuja yani mpaka unisukuma kabisa. Kwa hiyo maana usimwangalie hapo ugomvi utakao ulijiinua pale. Sio wa kitoto. Mtumishi akaumia kwa sababu yeye ndo alikuwa yani kwenye pitch. Yuko toka kwa jina la Yesu, nyinyi roho fuatilizi kwa jina la Yesu. Mke wake alikotokea simwangalie. Aliumia yule baba ile. Lazima aumie kwa sababu yeye ni mwanadamu, lakini pia ni aibu. Ina maana kwamba wewe unataka kumtambulisha mume wako yeye utumishi wake si. Mimi nataka unielewe hapo.
Mungu alikasirika sana. Alikasirika sana. Sasa unajua kuna vitu vingine Irene, lazima wanaume wafike mahali watuambie ukweli. Mimi pale niko kwenye huduma. Heshima, mimi na wewe ni mke wangu, ni mke wangu. Lakini napohudumia watu, naomba ujue kwamba niko kwenye kuhudumia watu. Mimi siko kwenye, yani ina maana mimi pale ninapomhudumia tayari nimeshamtamani. Tayari nimeshatamani kufanya naye uharibifu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo lazima huyu mama aonywe toka nyumbani. Na iwe tabia. Lakini huyu kabla hajaenda kumsukumiza huyu, anatakuwa ujue kwamba yani italeta maana gani? Yani itatokea nini? Yani tafakari akili ilienda wapi ya yule mwanamke? Sio akili ilienda wapi? Ndio yale aliyosema wanavamiwa, uharibifu unawapata, tukasema 80% karibia kuna roho za uvamizi zinawapata wanawake, mwisho wa saa ndo kama hivyo. Mtu anakusunkura uso. Mtu ambacho si kizuri. Yule baba hayuko pamoja na mume wake sasa, kwa sababu mtu yuko rohoni na tayari angekuwa anaomba. Tena anaomba baba aendelee kupata nguvu kwa ajili ya kumdeliver huyu mtu ambaye ana changamoto. Bado tunarudi kusema watumishi wa Mungu, bado Mungu kila leo Mungu ana watumishi wapya, si ndio? Sasa watumishi wa Mungu unakuta wengi bado hawajaoa, wengi wameshaoa, wengine wanatarajia kuoa, yani wengine hata bado hajaanza kufikiria habari ya kuoa. Kumbe katika eneo la kuoa anatakuwa amuombe sana Mungu. Irene, nikukatishe. Nikukatishe. Narudi kwenye hilo eneo. Unajua kuna vitu ambavyo si nitumie lugha gani nieleweke. Kuna watu tayari wanaenda kwa watumishi, hizo ajenda wanazo. Unalijua hilo Irene? Kwa hiyo kuna mtu anakuwa ameshaumwa na nyoka, unyasi anafanya nini? Anaushtuka. Yaani ukishaumwa na nyoka wanasema ukiona unyasi unashtuka. Kwa hiyo kuna watu pia wamekutana na hicho kitu. Lakini bado kama mwanamke, kile kipindi kiliyopita yule mtumishi alisema kwamba yani mtu akiwa ameumizwa ahakikishe kwamba yale maumivu hayapo, amepona kwamba kwanza ndipo aingie kwenye nini? Kwenye mahusiano mengine. Sasa tatizo hatuponi Irene. Unaelewa? Hatuponi, yani daktari bingwa wa hilo jeraha, wa hayo maumivu, nafikiri hajapatikana. Kama kapatikana, ambaye sisi tunamuita Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kuna watu hawajamuelewa. Ndio maana mizigo wameibebelea. Na Yesu amesema katika Mathayo 11:28, nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, anasema nami nitawapumzisha. Sasa wewe una mzigo wa mwanamume wa kwanza uliokutana naye akakuumiza, ukaja wa pili umebeba. Aidi nuko tunaenda wapi? Ukakatesa. Aidi tunaenda wapi? Changamoto 3 zinazowakabili watumishi wa Mungu. Changamoto 3 kubwa zinazowakabili watumishi wa Mungu. Naomba nizitaje. Ya kwanza ni fedha. Unakubaliana na mimi? Nakubaliana na wewe kabisa. Asilimia ngapi? Naweza kusema 100 kabisa. 100. Ya pili uzinzi. Eneo la watumishi. Ya pili uzinzi. Unakubaliana na mimi? Nakubaliana. Asilimia ngapi? Nikisema mimi naona nimewabeba wote. Mimi naweza kusema kwenye 70-80. 70-80. Ubinafsi au umaarufu. Au niiwekeje kutafuta utukufu. Unajua watumishi, kuna watumishi ambao yani yeye amekuwa zaidi ya Yesu. Unakubaliana na mimi? Kabisa. Ndio maana anabadilisha majina. Alafu unakuja ukitafuta kwenye huduma yote Yesu hajatajwa pale. Anatajwa jina lile alotaka ndo litajwe katika huduma au katika kwake. Mimi nilikutana na nini hizi wanazobandika za matangazo, hizo stika za matangazo, sio zinaitwa au mabango, sio yanaitwa nini? Yes, hivyo. Nikaliangalia lile bango, kuna kitu sikukielewa. Nikasema hapa siwezi kwenda. Kwa sababu halina mwongozo kukuonyesha kwamba ni Kristo anahubiriwa. Nisikilize Irene. Lile bango lilikuwa kubwa kama hili linani notebook yangu. Zaidi ya hapa. Kitu nilichokiona mimi nilichokisoma pale kilikuwa kimeandikwa misukule. Sasa misukule ina maana kinachoonekana ni misukule. Nikasema what is this? Ngoja nisogee. Nikasogea, hawa watu ni wapumbavu. Ina maana
jina la msukule limeandikwa kwa ukubwa kuliko Yesu ambaye anaenda kuangusha hiyo misukule. Nikasema hapa hamna kitu. Unanielewa? Unakubaliana na mimi? Kwa hiyo kuna watu wamefika mahali badala Yesu apandishwe chati, amejipandisha yeye. Ndio hii changamoto ya ubinafsi au umaarufu au kwa kuigeneralize kutafuta utukufu. Yaani utukufu wametaka waubebe wao kuliko mwenye utukufu wake. Irene, changamoto namba moja ambayo ni fedha inawakabili watumishi wengi. Hii fedha unayo ni changamoto, hauna ni changamoto. Unakubaliana na mimi? Kabisa. Fedha unayo. Ndio nasema na 100% nimeweka pale. Sababu ulivyotajia fedha hapa, najua hii fedha inabeba mambo mengi sana. Sasa tunatokaje hapo kwenye eneo la fedha? Nisomee Zaburi 139:23. Fedha, eneo la fedha limekuwa mtihani mkubwa kwa watumishi wa Mungu. Kubwa. Na tunahitaji Mungu atuponye hapo. Kabisa. Zaburi 139 mstari wa 23. Na Mungu anasema, Mungu nichunguze. Ujue moyo wangu. Unijaribu, uyajue mawazo yangu. Bwana asifiwe. Amen. Umemwelewa vizuri mwandishi? Mungu afanye nini? Atuchunguze. Ajue yaliyoko kwenye mioyo yetu. Si ndio Irene? Na akishatuchunguza na tukagundua kwamba Mungu ametuchunguza, basi tuna haja ya kurekebika, kwa sababu kama kwenye moyo kuna uharibifu, lazima tuhakikishe kumekaa sawa. Ndio maana tumeambiwa linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kabisa. Ina maana kama huko hakujakaa sawa, moyo una tamaa. Mambo mengi. Ukikuangalia hili zuri nataka, kiangalia hivi, yani sasa moyo afu naambia macho unaona. Na ni mdanganyifu pia. Yani macho yani unasikia ndani kwangu macho unaona hapo. Ukiangalia ndo kama hivi, ndio hivi kama hivi. Sasa hivi kumekuwa kuna mwitikio mkubwa sana wa kukusanyika wanawake. Yani mtakana kwamba kongamano la wanawake, si iko basi, kuna nini, kuna vikundi vyetu tunakutana, si nini wanawake. Sasa ukienda pale anakuja mwenzako ana gari la maana. Akishuka pale na kiatu cha maana. Nguo yake ni ya maana. Sasa wewe hapo hujamfikia kwa lolote lile, yani hujamfikia hata nusu, yani hujamfikia. Sasa wewe ndani yako, wewe moyo wako na waka tamaa. Macho yanakuambia unaona alipopendeza. Unaona alivyo ana gari nzuri. Mbona wewe huna? Kuna kitu kinaongea ndani. Utakapo mpaka lini? Maisha gani hayo? Muulize yeye amepataje. Kumbe inawezekana mwenzako si salama. Yesu tusaidie. Ukaamua kumwacha Yesu, kafuata mambo sio salama. Ndio tamaa ambazo zinakuja hapo sasa. Ndio tunarudi kwa moyo unatamani. Mimi nikitolea tu kwa upande wa wanawake. Ujue moyo wangu. Kwa wanaume hapo sasa ndo naweza kujikuta pia bado msingi wa sisi wanawake kufanya wanaume pia wakao kwenye si waaminifu katika eneo la fedha, kwa sababu sasa unamdai gari anaenda kuchukua wapi? Hebu Irene soma Mathayo 6:24. Huyo mwanamke unayemsema ndio utakapokutana na jibu hilo. Na hivi vitu Irene vimetulalua sana. Kavaa vizuri na mimi nivae vizuri. Utavaa vizuri, tutulie, mbona Mungu wako yupo. Mathayo 6:24. Nasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Upo hapo. Kwa hiyo umeongea neno. Kwa maana atachukia huyu na kumpenda huyu. Umenielewa hapo? Kwa hiyo umeona wale wenzako wamependeza, wamefanya nini, na wewe una maisha yako na nyumbani kwako, lakini kuna time vitaingia vitu ambavyo sio salama. Ina maana utakuwa huku. Mimi kuna siku nilimwambiaga mtu mmoja, binti mmoja. Namba nikatize, nikianzia tulivyoanzia yake itakuwa ni mbali. Ni katika swali leo niuliza au katika malalamiko ama katika ile alikuwa tukiongea, nikamwambia hivi, wewe hapo uliokaa na mimi hapa nilikokaa, hivi unaweza kujua mimi nitajua wewe ulikula nini na wewe unajua mimi nimekula nini? Tumbo hili lina kioo sama, naonyesha kwamba mimi nimekula chakula si salama au chakula ambacho cha bei ya chini ama chakula ambacho yani. Na hapo Mungu alituweza. Yani tuchukue mfano wa mna hiyo tu. Yani Mungu alivyoweka tu hiyo si.
Nikamwambia wewe hapo una tofauti. Yaani mimi hapa nimekula ugali na mchicha. Nimeshiba. Wewe umekula